waandishi wa habari na muandike vizuri. Kwa sasa namleta aliyekuwa mbunge wetu wa miaka mingi sana pale Ubungo, lakini pia ni kamanda sana wa chama, Kamanda Mnyika. Karibu sana uzungumze na wananchi wa Arusha. Ndugu zangu, nashukuru nimekaribishwa kwa wimbo huo. Nimesikia mama yangu mmoja pale anasema huu wimbo umemkumbusha mbali sana. Ndani ya wimbo huu ni kumbukumbu ya mauaji ya Arusha. Na Arusha mmekuwa na kumbukumbu mbili za mauaji ya kisiasa kwenye shughuli za Chadema. Kumbukumbu ya kwanza tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2011, chanzo kikiwa ni uchaguzi wa 2010 na uchaguzi wa umea wa Arusha. Watu wakapigwa risasi, watu wakauawa. Mauaji ya pili yalikuwa Juni 2013, chanzo kikiwa ni uchaguzi. Wakati huo tuliwafukuza wanachama madiwani wasaliti, tukarudi tena kwenye uchaguzi hapa. Kwenye mkutano wa hadhara, wananchi mkiwa mmeiunga mkono Chadema, mtuhumiwa mmoja akarusha bomu na tukapata ushahidi wa video, watuhumiwa wakiwa ni polisi. Mwaka 2013 watu waliuawa kwa sababu ya uchaguzi. Tumekuja kuambia kwa kuwa kwenye historia ya nchi yetu, kwa nyakati mbalimbali, mwisho ikiwa uchaguzi wa vijiji na vitongoji 2024, watu wameuawa Singida, Tunduma, Dar es Salaam. Karibuni ikiwa uchaguzi wa mwaka 2020, watu wameuawa kwa sababu ya uchaguzi. Tumekuja kuwaambia sisi Chadema tunasema imetosha damu kumwagika kwa sababu ya uchaguzi. Tunataka mabadiliko ya kikatiba na kisheria yafanyike kuwezesha uchaguzi huru na haki, ili tufanye uchaguzi bila kumwaga damu. Ndio msimamo wetu wote wanachama wote na wapenzi wa Chadema na Watanzania, kwamba no reforms, no reforms, no election. Sasa ndugu zangu wa Arusha, hoja za kudai reform za mapungufu ya katiba, ibara ya 74(1), 74(5), 74(12), 74(10), 41(7), hoja hizo, hoja sisi tumekushazizungumza sana kwenye majukwaa, kwenye mazungumzo. Lakini kwa sababu niko Arusha
Nisemee jambo moja, kwa kuwa Arusha hii ni makao makuu ya mahakama ya Afrika. Zipo kesi mbili zilifunguliwa mahakama ya Afrika hapa Arusha na zikahukumiwa. Moja ilifunguliwa zamani sana, wakati Mtikila akiwa hai, mwaka 2013. Uamuzi ukatoka mahakama ya Afrika hapa, kesi ya mgombea binafsi. Tanzania ikaagizwa toka mwaka 2013 irekebishe katiba kama sehemu ya kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, iingize haki ya wagombea binafsi. Serikali ya Tanzania miaka yote imepuuza kesi ambayo Mtikila alikuwa mbele, lakini nyuma yake walikuwa wanaharakati. Ikafunguliwa kesi nyingine miaka ya karibuni, ikasema kwamba katiba ya Tanzania kifungu kinachosema matokeo ya urais hayawezi kuhojiwa mahakamani ni kinyume na mikataba ya Afrika ya utawala, ya haki, ya uchaguzi. Tanzania ikapewa mwaka mmoja irekebishe katiba, wanaharakati wakiwa mstari wa mbele. Sasa mimi niko hapa Arusha, nimemsikia rais akisema wanaharakati wakae mbali, wanaharakati wa Kenya wakae mbali, wanaharakati wa Tanzania wakae mbali. Mimi nawaambia wanaharakati, mahali pa kumshika Rais Samia ni kurudi kwa haraka mahakama ya Afrika kukazia hukumu ili Tanzania ilazimishwe na mahakama. Uchaguzi usiendelee mpaka kwanza katiba irekebishwe, na tukishaingia kwenye kurekebisha katiba kutaka matokeo ya rais yahojiwe mahakamani, mgombea binafsi, huko napo tutashughulika na masuala ya tume na mambo mengine. Sasa rais amesema sana kwa sababu tu wanaharakati wa Kenya walikuja Tanzania kwenye kesi ya Lissu. Anasema kuja kwenye kesi ile ya mtu anatumiwa kwa uhaini kwamba wameingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Nataka kumkumbusha Rais Samia na wapambe wake walioko hapa Arusha, kule Zambia aliyekuwa rais Kaunda alishtakiwa kwa uhaini. Nyerere alitoka Tanzania akiwa rais mstaafu akaenda Zambia kumpa shime Kaunda. Kaunda alikuwa ameweka mgomo wa kula chakula kwa sababu ya mazingira ya gerezani na mambo mengine. Nyerere akaenda kumunga mkono kule, akamwambia kula, mapambano yanaendelea. Sasa kama Nyerere alienda kumtetea mtu wa uhaini huko Zambia, Wakenya na wengine wana haki ya kuja hapa Tanzania. Sasa sisi wote ni familia moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yako hapa. Na bahati nzuri wanaharakati, wanasiasa tunatumia, kwa sababu hata mahakama ya Afrika Mashariki iko hapa. Mwaka ya 2019 kulifunguliwa kesi hapa baada ya kutungwa kwa sheria mbovu ya vyama vya siasa. Marekebisho yale yakampa mamlaka mabaya mabovu msajili wa vyama vya siasa. Kesi ilifunguliwa hapa mahakama ya Afrika Mashariki, ikasema ile sheria hiyo inayompa mamlaka ya ovyo msajili wa vyama vya siasa, sheria ile ni batili, inakiuka mkataba wa Afrika Mashariki. Tanzania ifute sheria hiyo. Sasa ndugu zangu, kwa sababu mzungumzaji wetu mkuu leo ni makamu mwenyekiti, mimi nataka kumaliza na vitu viwili. Cha kwanza, leo ni siku ya pekee sana, tarehe 28 mwezi Mei, kwa sababu ndio siku ya kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Chadema mwaka 92
kabla Chadema haijapata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi Januari mwaka 1993. Makofi yenu yanaashiria kwamba leo ni siku ya pekee na walioiasisi Chadema walifanya kazi nzuri sana. Tuwapongeze sana. Kwenye mkutano mkuu wa chama wa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025, siku ya kumbukumbu ya kusajiliwa kwa Chadema, tulipitisha maazimio mawili. Mkutano mkuu ulipitisha moja, azimio la kuwaenzi waasisi wa chama. La pili, azimio la kuwaenzi waliouawa kwa sababu ya Chadema. Kupitia siku hii ya pekee tarehe 28 mwezi Mei, naomba kupitia kwenu nitoe shukrani kwa kweli kwa waasisi watatu. Wako waasisi wengi, lakini waasisi watatu walioasisi Chadema: mwenyekiti Edwin Mtei ambaye ana makazi yake Arusha hapa Tengeru, tunamshukuru sana. Mwenyekiti hayati Bobu Makani amezikwa Shinyanga pale, tunamshukuru sana. Tunamshukuru vile vile mwenyekiti wa tatu na mwenyekiti kijana muasisi wa Chadema, mwenyekiti Freeman Mbowe, tunawashukuru sana. Chadema ni safari ilianzishwa ikiwa na madhumuni, falsafa, itikadi, misingi. Katika safari hiyo toka mwaka 92 kuna kupokezana uongozi. Sasa uongozi uko chini ya mwenyekiti Tundu Lissu